wakazi wa jimbo la Tabora mjini, naomba niingie kwenye lengo na madhumuni lililonifanya leo nisimame katika jukwaa hili. Gongoni mpo? Tabora mpo? Kiloleni mpo? Ng'ambo mpo? Na imani ujumbe huu utakwenda kufika kwa mwananchi yoyote aliyehudhuria katika mkutano huu, na naamini hivi vyombo vya habari, naomba msinibanie, ujumbe huu ufike mbali. Ndugu zangu wananchi, leo nataka niseme na wanatabora, mimi kijana wenu, kipi kilichonisukuma kugombea ubunge wa jimbo la Tabora mjini? Ndugu zanguni, nimesema mimi ni mzaliwa wa Tabora, kwa hiyo Tabora naijua kuanzia chini mpaka juu. Tangu mwaka 1995 mimi nikiwa mdogo naendesha maringi, Tabora hatujapata bahati ya kuwa na mbunge ambaye atasimama mbele na kutusemea wana Tabora. Tangu mwaka 1995. Ndugu zangu wananchi, lakini tukienda 95, 2000, 2005, 2010 mpaka 2015, jimbo la Tabora tulipata bahati ya kuwa na wabunge watatu jimbo la Tabora mjini. Hivi mnalitambua hilo? Tulikuwa na wabunge watatu. Kama ni watu ambao wangekuwa na dhamira ya jimbo lao, ningesema tulikuwa tuna bahati, lakini tulikuwa tuna mkosi. Ndugu zangu wananchi, mwaka 2015 tulikuwa na mbunge wa viti maalumu kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, alikuwa anaitwa Hawa Mwaifunga. Mwaka 2015 tulikuwa na mbunge wa viti maalumu wa Chama cha Mapinduzi, alikuwa anaitwa bi mkubwa yule Munde Tambwe. Mwaka 2015 tulikuwa na mbunge wa jimbo hapa Tabora mjini, alikuwa anaitwa Adamson Mwakasaka. Nadhani mnatambua. Tulikuwa na wabunge watatu. Hawa wabunge mwaka 2015 tulipowapa dhamana ya kwenda katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hawakwenda kwa ajili ya wananchi wa jimbo la Tabora mjini. Wao walikwenda kwa maslahi yao binafsi. Na naomba niwasahihishe hapa. Nadhani kuna watu watasema, hawa si walikuwa wabunge wa viti maalumu. Nataka niwaambieni ndugu zanguni, mbunge wa viti maalumu akiteuliwa na chama chake, akifika kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye anajulikana ni mbunge. Na ndio maana mtambue, Mheshimiwa Rais anaweza akamteua mbunge wa viti maalumu kuwa waziri. Hamjayaona haya? Kwa hiyo mbunge wa viti maalumu na mbunge wa jimbo tofauti yao ni ndogo sana, lakini katika utendaji, kama mtu ana dhamira na jimbo lake, mimi naamini bila kuangalia kale kakofia alikovishwa na chama, ni lazima ahakikishe analisimamia jimbo alilotoka. Huo ulikuwa ni mwaka 2015. Tukaenda mpaka mwaka 2020. Vile vile tena tukaupata mkosi wa kupata wabunge katika jimbo la Tabora mjini watatu. Ingekuwa bahati ningesema bahati, lakini kwa kuwa hawakutenda kazi, mimi nasema ulikuwa ni mkosi. Wabunge hawa walifanya shughuli zao ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haikuwahi hata siku moja kurudi jimbo la Tabora mjini kwa umoja wao, kwa ukaribu wao na kwa ubunge wao, kuja kuzungumza na vijana wa jimbo la Tabora mjini, kuja kuzungumza na kina mama wa jimbo la Tabora mjini, kuja kuzungumza na baba zangu na watu wazima wa bunge la Tabora mjini. Hao walikuwa hawana huo mpango. Tumekwenda mpaka mwaka 2025. Ndugu zangu, naombeni nisikilize kwa makini. Hawakurudi hawa. Kuna mbunge mmoja tulimpa dhamana, na mimi nikiwemo, na haya nayasema kwa viongozi wenzangu, naomba mnisamehe kama mlikuwa mlijui. Mwaka 2020 huyu anayegombea ubunge jimbo la Tabora mjini kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, mwaka 2020 aligombea ubunge jimbo la Tabora mjini kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema.
mimi nikiwa mgombea udiwani kata ya Kiloleni kupitia ACT Wazalendo, nasema hivi, jimbo kwanza, jama baadaye. Mimi nilimpa kura yangu aliyakuwa na mbunge wa chama cha ACT Wazalendo. Naombeni mnisikilize ndugu zangu. Ni mapenzi gani ambaye tuliomuonyesha mtu huyu? Ni kiasi gani ambacho tulichomwamini mtu huyu? Na alisema, miongoni mwa vitu alivyonishawishi, aliwaambia vijana wa jimbo la Tabora mjini, atawashangaa sana na atawaona hawana akili endapo wakiichagua CCM wakampeleka mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atawaona vijana wa jimbo la Tabora mjini hawana haki, kwa sababu Chama cha Mapinduzi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mbunge wa jimbo la Tabora mjini wameshindwa kuwaletea viwanda vijana. Akawaambia vijana, mkimchagua mbunge wa Chama cha Mapinduzi ama rais wa Chama cha Mapinduzi ama diwani wa Chama cha Mapinduzi, mtakuwa hamna akili na mtakuwa mmekosea sana.